ufanisi katika nyanja mbalimbali. Ni utaratibu ambao jeshi limejiwekea kwa lengo la kutoa hamasa kwa askari na kuongeza weledi katika kuboresha utendaji wao wa kazi za kila siku. Pia kutambua mchango wa wadau na jamii kwa ujumla katika muktadha wa kupambana na uhalifu. Hali ya usalama kwa kipindi cha mwezi Januari hadi Disemba 2025 ikilinganishwa na kipindi kama hicho kwa 2024 ni kama ifuatavyo. Jumla ya makosa yote ya jinai yaliyoripotiwa kwa mkoa wa Tabora kwa kipindi cha mwezi Januari hadi Disemba 2025 ni makosa 16738 ikilinganishwa na makosa 17129 yaliyoripotiwa kwa kipindi kama hicho kwa mwaka 2024. Hivyo kuna upungufu wa makosa 391 ambapo ni sawasawa na 2.3%. Makosa ya usalama barabarani yaliyoripotiwa kwa kipindi cha mwezi Januari hadi Disemba 2025 ni 29421 ikilinganishwa na makosa 25964 yaliyoripotiwa kwa kipindi kama hicho kwa mwaka 2024. Hivyo kuna ongezeko la ukamataji wa makosa 3457 sawa na 13%. Ongezeko hili limetokana na operesheni mbalimbali ambazo zinafanyika za kukamata makosa ya usalama barabarani. Tumeendelea kukabiliana na makosa mauaji na yapo mafanikio makubwa ya ukamataji wa watuhumiwa mbalimbali kwa mkoa wetu. Aidha, sababu zinazopelekea matukio ya mauaji kwa mkoa wa Tabora ni pamoja na wivu wa kimapenzi, imani za kishirikina, migogoro ya ardhi, kulipiza kisasi na pamoja na migogoro ya mirathi. Katika kukabiliana na hali hiyo, tumejiwekea mikakati ya kufanya misako endelevu, kuendelea kuishirikisha jamii katika utoaji wa elimu pamoja na taarifa za uhalifu na wahalifu kupitia miradi mbalimbali ya polisi jamii, kwa kushirikiana na viongozi wa dini na taasisi nyingine na wenye viti wa vitongoji na vijiji na mitaa katika kukabiliana na uhalifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linatoa shukrani kwa Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kufanya maboresho makubwa ya Jeshi la Polisi kwa kuongeza vitendea kazi kama magari na pikipiki. Vyombo hivyo vimekuwa msaada kwa kiasi kikubwa katika utoaji wa huduma kwa jamii. Aidha, katika upandishwaji wa vyeo mkoa wa Tabora kwa mwaka 2025, jumla ya maafisa wakaguzi na askari wa 185 walipandishwa vyeo katika ngazi mbalimbali, hivyo kuchangia kuongeza ufanisi, weledi na morali ya kazi iliyosaidia kufikia mafanikio yaliyopo katika kutanzua uhalifu katika mkoa wetu wa Tabora. Katika kuimarisha nidhamu kwa maofisa wakaguzi na askari, hatua mbalimbali za kinidhamu zimeendelea kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha kwenye kamati za maadili, mashtaka ya kijeshi na wengine kufukuzwa kazi kwa lengo la kuimarisha maadili mema ya jeshi na kuhakikisha tunakuwa na askari wenye nidhamu, weledi na utoaji wa huduma bora, ambapo ndio matarajio ya wananchi ya kupatiwa huduma bora kwa kuzingatia misingi ya sheria pamoja na haki. Mheshimiwa mgeni rasmi, binafsi na kwa niaba ya maafisa wakaguzi na askari, napenda kukushukuru kwa ushirikiano mkubwa na maelekezo unayoendelea kuyatoa kwetu kwa kuhakikisha majukumu yetu yanafanyika vizuri. Pia umekuwa kiunganishi kikubwa kwa vyombo vyote vya ulinzi na usalama, hivyo kutufanya kutuishi na kutekeleza majukumu yetu kwa ushirikiano mkubwa na kutufanya tufanye kazi kama ndugu tunaojenga nyumba moja. Kwa malengo yetu kwa mwaka 2026, tutaendelea kusimamia utendaji kazi wa askari, kuboresha utoaji wa huduma bora kwa wateja wa polisi na kufanya kazi kwa bidii. Katika kufanikisha malengo haya, Jeshi la Polisi limejikita katika kuimarisha mikakati ya ushirikishwaji wa jamii, ambapo kati ya kata 206 za mkoa wa Tabora, kata 61 zinaongozwa na wakaguzi wa Jeshi la Polisi na kata 145 zinaongozwa na askari wa vyeo mbalimbali. Ushirikishwaji huu wa jamii umeweza kufanikisha na kuibua maovu mbalimbali katika jamii, mfano matukio ya ukatili yakiwemo ubakaji, ulawiti, mimba za utotoni pamoja na ndoa za utotoni. Hii ni kutokana na jamii kuwa karibu na Jeshi la Polisi na kuwezesha kutoa taarifa za wahalifu na uhalifu ambazo kwa kiasi kikubwa zimezaa matunda ya kupunguza uhalifu wa aina mbalimbali katika mkoa wa Tabora. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani,
mkoa wa Tabora ulifanikiwa kufanya uchaguzi mkuu katika mazingira ya amani, utulivu na usalama wa hali ya juu. Hali hii imetokana na ushirikiano mzuri ambapo jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, viongozi wa serikali, vyama vya siasa na wananchi tulikuwa tumeupata. Aidha, usalama umeendelea kuimarishwa katika sikukuu za mwisho na mwanzo wa mwaka pamoja na zile za kitaifa. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kukukaribisha uweze kuzungumza na wageni waalikwa, askari na wananchi waliohudhuria hafla hii. Baada ya kuongea nao, uweze kutoa tuzo na zawadi kwa wakaguzi wanne na askari wa vyeo mbalimbali pamoja na mtumishi raia mmoja, wakiwa 13 jumla ambao walichaguliwa kupitia mchakato wa kuanzia ngazi ya vituo, wilaya, vikosi na mwisho ngazi ya mkoa, ambao waliweza kufanya vizuri zaidi kwa utendaji wao wa kazi za polisi kwa mwaka uliopita. Pia utatoa hati za shukrani kwa wadau walioshirikiana vyema na jeshi la polisi katika nyanja mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna ya pekee naomba niwashukuru wenzetu wa Jeshi la Wananchi kwa kazi kubwa ambayo tulifanya nao kuanzia jana ya kuandaa mahali hapa pakawa kwenye muonekano kama ambao tunaweza kuuona. Mimi nawashukuru sana. Sasa kwa heshima naomba nikukaribishe uweze kuzungumza nasi. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Tusimame wote wakati mheshimiwa